Alimuua mama yake kwa sababu ya wivu wa mapenzi, akihisi anatembea na mpenzi wake. Cha kufanya, usisahau kusubscribe na kutani on notification. Tuendelee. Kulikuwa na msichana aitwaye Neema, binti mwenye sura ya kupendeza na moyo wa upendo. Alizaliwa na kulelewa na mama yake wa pekee. Alikuwa anaitwa Bi Halima baada ya baba yake kufariki akiwa bado mdogo. Wawili hao waliishi maisha ya upendo wa kipekee. Walikula pamoja, walicheka pamoja, na kila siri ya Neema mama yake aliijua. Bi Halima alikuwa mama bora, mwenye hekima, upendo na uchungu wa kweli kwa mwanawe. Neema naye alimuona mama yake kama rafiki wa karibu kuliko mtu yoyote duniani. Maisha yao yalikuwa ya furaha na amani hadi pale kijana mmoja alipovuruga utulivu huo. Jina lake lilikuwa ni Brian, kijana mrefu mwenye mvuto na tabasamu la kuvutia. Alifanya kazi katika kampuni ya usafirishaji karibu na sehemu ambayo Bi Halima alikuwa akiuza chakula cha mchana kwa wafanyakazi. Kwa bahati ndivyo walivyokutana na hatimaye kujuana. Siku moja Neema alifika kazini kwa mama yake na kumuona kijana huyo. Brian alimwangalia kwa tabasamu, na tangu siku hiyo wakaanza kuwasiliana. Uhusiano wao ulikuwa wa kasi kubwa, walipendana kwa dhati. Hata hivyo, mambo yalianza kubadilika. Brian alianza kuonekana mara kwa mara akizungumza kwa karibu sana na Bi Halima. Wakati mwingine Neema alimpigia simu Brian alidai yuko kazini, kumbe alikuwa akizungumza na mama yake. Wivu ulianza kumvaa Neema polepole. Akaanza kumtazama mama yake kwa macho ya mashaka, akihisi labda mama yake ana uhusiano wa siri na Brian. Licha ya kuwa mama yake alimkumbusha mara nyingi kwamba hakuna mwanaume duniani atakayewatenganisha, moyo wa Neema ulijaa hasira na chuki isiyoelezeka. Siku moja Brian alipendekeza safari fupi ya kwenda Morogoro kupumzika na kutazama mandhari nzuri ya milima. Alitaka Neema na mama yake waende pamoja kama familia ndogo. Mama yake alikubali kwa furaha, akiamini itakuwa nafasi nzuri ya kuimarisha upendo wao. Safari ilifika, walisafiri kwa treni ya abiria wakiwa na furaha, vicheko na picha za kumbukumbu. Lakini ndani ya moyo wa Neema kulikuwa na giza. Kila alipomtazama mama yake akizungumza na Brian, aliona usaliti, si upendo. Wakati treni ilipoanza kukimbia kwa kasi katikati ya pori, Neema alisimama karibu na mlango wa treni akijifanya anapiga picha. Mama yake alimfuata na kumkumbusha kwa upole, "Usisimame karibu na mlango mwanangu, ni hatari." Maneno hayo hayakumfikia tena. Hasira zilikuwa zikimpofusha. Ghafla, kwa nguvu za wivu, Neema alimsukuma mama yake nje ya treni. Sauti ya mama yake ilisikika kwa sekunde chache, ikipotelea mbali, ikiambatana na vilio vya abiria waliostaajabu. Treni ilisimamishwa, lakini ilikuwa imechelewa. Wakati polisi walifika eneo la tukio, Neema alionekana akiwa ameduaa, macho yakiwa mekundu kwa machozi. Brian akiwa amechanganyikiwa alilia akisema, "Umemuua mama yako. Tulikuwa tunazungumza kuhusu kukupiga pete ya uchumba. Alitaka kunisaidia nikuoe rasmi." Maneno hayo yalimfikia Neema kama radi ya ghafla. Akapiga kelele za maumivu, akalia kwa nguvu huku akijaribu kujirusha chini ya reli, lakini askari wakamzuia. Alipelekwa mahabusu akiwa katika hali ya kuchanganyikiwa. Kila siku gerezani aliota uso wa mama yake ukisema, "Nilikupenda zaidi ya nafsi yangu mwanangu." Siku ya hukumu, hakimu alisema kwa sauti ya huzuni, "Wivu ni upofu unaoweza kumuua asiye na hatia. Ulipoteza kila kitu, mama, upendo na uhuru wako." Neema alihukumiwa kifungo cha maisha. Alilia bila sauti, machozi yakitiririka kimya kimya.
Miaka ilipita, kila siku aliandika barua moja kwa mama yake marehemu, barua ambazo hakuwahi kuzituma. Funzo ya hadithi hii: wivu ni sumu inayoua upendo wa kweli. Kabla ya kuamini unachokiona, tafuta ukweli kwanza. Upendo wa mama hauwezi kushindanishwa na mwanaume. Hasira iliyodhibitiwa inaweza kuharibu maisha yako. Hivyo, usisahau kusubscribe na turn on notification. Hii ni 49 Media. Asante sana kwa kunisikiliza.